mwezi mwingine Mungu atatufungulia milango katika jina la Yesu. Wacha niombe kwa ajili ya neno la siku ya leo. Baba, tukubariki kwa sababu ya siku hii na nafasi ambayo umetupatia na neno ambalo umenipa Bwana, kwa sababu ya kusimama hapa kunena ya kwamba niwe baraka ndani hapa na hata nje, nami Mungu mwenyewe nibarikiwe na kubariki. Naomba ya kwamba Bwana unitumie Roho yako Mtakatifu ashuke mahali hapa na ateke nafasi hii katika jina la Yesu. Nateka nyara nguvu zote za giza, mapepo na maroho ya kujiinua katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, nimeomba na kuamini. Amen. Praise the Lord. Leo nataka kuongea kuhusu matunda ndani yetu. Lazima kama umeokoka uwe na matunda. Ambia neighbor, lazima uwe na matunda. Kwa sababu because uko na matunda, neno hilo ambalo nataka kulisoma linaambatana na ile neno ambalo nimelitaja hapa asubuhi ya leo, kwamba ni lazima ukuwe kisima ambacho watu watachota maji. Kwa hivyo pamoja na kuwa kisima, kuna matunda tunaangalia ndani yako, na mtu atajulikana kwa matunda yake. Bwana apewe sifa. Mtu atajulikana kwa matunda. Tukiona ukiwa unamshana kwa kanisa, tunajua wewe ni matunda yako ni gani. Tukiona unafukuza watu kanisani, tunajua wewe ni matunda yako ni gani. Tukiona wewe ni mtu unapiga kazi ya Bwana, tunajua wewe matunda yako ni gani. Kwa hivyo ndio ujue mtu, hautamjua na vile anaongea, utamjua na matunda ambaye iko ndani yake katika jina la Yesu. Na hivyo ni vizuri kujua kwamba tunakuangalia. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Tunakuangalia uzaa matunda. Amen. Tunakuangalia uzaa matunda mazuri, na kama ukizaa matunda mabaya tutatoroka, kwa sababu maandiko yanasema kwenye kitabu cha Matthew chapter 7 ya kwamba tumelinganishwa na mti. Kwa hivyo Kristo anaangalia sisi uliokoka, sisi ulisema Yesu ni Bwana, sisi uliingia CFF Kiamungu, ni nini umefanya katika madhabahu hii? Ama kazi yako ni kuua na kuangalisha? Unajua kuna watu kazi yao ni kuua, hata hawezi tengeneza kitu. Ukimpatia wanakwaya wakiwa 20, kitapogundua kwamba kwaya imeisha. Bwana apewe sifa. Kuna watu ukimpatia intercessor walikuwa 100, kitapogundua kwamba kuna intercessor, kila mtu anasema kwamba mimi siwezi, sitaki kuomba. Huyo dada, huyo ndugu. Praise the Lord. Kuna mtu ukimpatia akuwe mwinjilisti, badala ya kufanya mwinjilisti atakusaidia kutoa watu kanisani. Bwana apewe sifa. Na ni vizuri kuangalia kwamba ile matunda ambayo unatoa ni matunda mabaya. Kama mtu anatumika kutoa watu kanisani, huyo matunda yake ni mabaya, na baba yake tunamjua ni nani? Shetani. Baba ya uongo ni nani? Basi wakati unaongea mambo mabaya, unakaa na mshirika, unaweza chagua kiongozi kwa kanisa ambaye kazi yake anakuwa na matunda ya kufanyia shetani kazi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matthew 7 verse number 15. Matthew 7 verse number 15. Inasema kwamba jihadharini na manabii wa uongo wanaonijia wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, lakini ndani yao ni mbwa mkali. Bwana apewe sifa. Tumeona kitu ya kwanza, tujihadhari na manabii ambaye ni wa ushetani, manabii ambaye kazi yao wanatumikia devil. Bwana apewe sifa. Manabii ambaye kazi yao wanafanyia ibilisi kazi, lazima tujihadhari nao. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba mtu atajulikana na matunda yake. Ndio maana mtu yuko kanisani na anatuambia anatuotea ndoto. Anatuotea ndoto anaonekana huko kanisani. Alafu anaanza kusema unaonyesha. Huyo si roho ya Mungu. Yeye ni false prophets. Bwana apewe sifa. Haleluya. Manabii wa uongo ni wale wanashinda ukituambia tu mambo mabaya. Hakuna kitu kizuri anaweza kukuambia. Nilikuatia biashara yako imeisha, nilikuatia umekufa, nilikuatia sijina mna gani, nilikuatia kwamba hivi. Yaani anakuatia mambo mabaya. Hawezi kukuatia kitu kizuri. Praise the Lord. Na watu kama hao lazima tujihadhari nao. Kwa hiyo utajua mtu na matunda yake. Ukiona mtu anaongea mambo ya uongo sana, tunajua matunda yako na baba yako ni nani. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Hallelujah.
Lazima tukujue na matunda. Lazima tukujue na vile unakaa. Lazima tukujue vile unavaa. Haleluya. Na tukujue na vile unaongea. Hata kuongea kwako inatuonyesha wewe nani. Praise the Lord. Kwa hivyo ukiona mtu kazi yake ni kuchochea watu, wa ndugu, wa dada, wanapigana kanisani, tunajua matunda yako umetoa wapi. Hiyo sio matunda ya Kristo. Matunda ya Kristo ni kuleta umoja na upendo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni lazima tujihadhari na manabii wa uongo, na wamejaa huko wengi. Nimesikia mwingine jana akisema kwamba amefunga makanisa yote. Mwezi wa 7 amefunga makanisa. Nikasema kweli, God have mercy in the name of Jesus Christ. Because nani anaweza kufunga kanisa? Hakuna mtu anaweza kufunga kanisa. Isipokuwa ni Kristo mwenyewe aseme kwamba the end has come. Hakuna mtu akona. Kwa hivyo lazima tujiandae. Maana tutakujua na matunda. Bwana pesi. Ile matunda unatoanga ukiwa kwa nyumba. Ile matunda unatoanga ukiwa kwa kazi. Ile matunda unatoanga ukiwa umekaa peke yako. Itafanya tujue ni nani. Bwana pesi. Watu wengine wakiingia kwa matatu. Ukimpigia simu msalimie Bwana asifiwe. Anasemanga alo, network ishike vizuri, nitakupigia. Ukisasikia mtu anaanza kukwambia kwamba atakupigia, basi anaonyesha kwamba kuna matunda hataki ionekane ndani yake. Hata kuna wengine wanasemanga kwamba unajua ukisema umeokoka, watu wakiona umeokoka wanakutenga. Si wakutenge. Kwani iko nini? Kwani lazima wewe ni mwanasiasa, unatafuta kula kwenda wapi? Bwana pesi. Mungu mwenyewe atakusimamia. Praise the Lord. Kwa hivyo ukiona mtu anakuja kwako anakuambia, "Serena, nilikuotea." Mpaka wengine ni fake prophets. Anakuja anasema kwamba niliona madhabahu wanagiza. Kwa hiyo madhabahu ilikuwa wanagiza na sisi mbona tu kuonyesha? Kwa sababu anatumika na njia mbaya. Na anataka awine nafsi za watu. Anataka achukue watu wengi. Anataka aondoe watu wengi wa Kristo. Na msiswali mambo ya kuonyeshwa laini. Ati uniangalie laini yangu. Watu wengine ni watu wa shetani. Baada ya kuonea laini anakukamata. Bwana pesi. Kwa hivyo tutakujua kwa matunda. Ukiwa mtu wa mshene, tunakujua kwa matunda yao. Na kuna watu kwa mshene hata wanawashwa, hata tuko kwa ibada, wanawashwa. Nitatoka hapa saa ngapi nipeleke news. Please, leo uokoke vizuri katika jina la Yesu. Ni vyema uokoke. Bwana pesi. Hata wengine utaona kwa kanisa wanaandika point. Unafikiri wanaandika point. Ni mshene anatengeneza. Pale niliona mchungaji alipoanza kuhubiri, alianza vizuri lakini kuendelea alitoka kwa roho. Bwana pesi. Praise the Lord. Mstari wa 16 inasema kwamba mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma mizabibu kwenye mimba au miti kwenye michongomo? Bwana pesi. Ya kwamba mti kwa matunda. Mti kama tuseme kama kayawa. Kayawa hatuwezi kwenda kuchuna kayawa matunda kwa sababu itakudunga dunga. Bwana pesi. Itakudunga dunga. Haleluya. Ndimu pia kuna mti na unaanga imetoa matunda. Ndimu si kali sana. Bwana, ndimu ni kali. Na machunga si kali. Praise the Lord. Hivyo vile unaongea tunakujua wewe ni nani. Vile unakaa tunakujua wewe ni nani. Vile unavaa tunakujua wewe ni nani. Hata TikTok tunakujua wewe ni nani. Unaona mtu anaokoka na ameweka nini wimbo? Kasongo nepale mbele. Kasongo mpaka unashindwa. Huyu na kasongo na Mungu. Na nyimbo za gospel ziko. Kama ulikuwa umeweka kitambo kama hujaokoka ni sawa. Kama ulikuwa hujajua Mungu ni sawa. Lakini sasa hivi tunakujua unaokoka na bado unajaza kasongo. Sasa kasongo na Mungu zinaingiana. Surely. Praise the Lord. Kuna nyimbo zile za tamatuni. Za utamatuni. Unakuta kwamba umeokoka, unacheza kama sasa mimi. Ni vizuri neno nicheza skuti. Unakuta vitu zingine zinaimba hapo ziji. Wala bwana sikisi nani. Sasa uko hapa ndio umekatika na unaimba. Bwana. No, that spirit must die in Jesus name. Bwana pesi. Na yeye ni pamoja na ile spirit ya Gen Z. Hatari inaingia mtu. Inaingia mtu. Nasikia unasema nataka kwa barabara. Lazima tukata kwa jina la Yesu. Praise the Lord. Matunda. Tutakujua na matunda. Tutakujua na vile unakaa. Pale unakaa. Uko na matunda ukizaa watu wanakufuata. Kuna matunda ukikuwa nayo ndani, hata kwa plot watu watatamani kukuja kwa kanisa.
Lakini kuna matunda unatoa watu waweze kutamani. Bwana pesa. Haleluya. Utaweza kuinda hata sauti ya mtu mmoja kwa sababu matunda yako ni mabaya. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba tutawatambua kwa matunda. Matunda yako ndio itafanya tukujue ni nani. Matunda yako ndio itafanya tukutolee ushuhuda. Praise the Lord. Bwana pesa. Kuna zingine hata nyimbo zile kuna zile nyimbo za kitamaduni hata kwenye najua ziko. Najua kuna zile wasichana wakirudi nyumbani Disemba wanajisahau wanaokoka. Bwana pesa. Sisi kuna area kule nyumbani kwetu tunajua ukiwa kwa hiyo area wasichana wa hiyo area waokokangi. Lazima akirudi kwa nyumbani aingie katika aende hata usiku aende acheze, yani afanye vituko mpaka unashindwa. Yani ni spirit ambayo imewaingia. Kwa hivyo matunda yao inaonekana wazi. Ikifika Desemba lazima mzunguane. Mimi sijawahi kuona mama anaacha watoto wake anaenda mahali na anawasahau kabisa. Ni wachache. Lakini hao wanaachanga watoto, anaweza kuacha watoto na baba aende. Yaani aende wakutane sherehe. Wanataka kusherehe. Na si sherehe ambayo ni nzuri. Kuna vituko zitaonekana pale. Kwa hivyo huyo mtu atakuwa matunda ambayo watu wanaona ndani yake. Wanaona tu ubaya. Kuna watu hata tumewaokoka tunaona kwa ibada kama hii. Lakini unamkutanga ya kwamba anakunywanga kidogo. Na akikuja anasema kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, Baba unisamehe. Sisi CFF. Bwana pesi. Lakini hawako hapa. Hawako hapa. Leo hawajakuja. Na kama hawajakuja labda wangeenda kwingine. Bwana pesi. Anakunywa. Unakuta mtu wa priest lakini anakunywa. Pombe hajaiweka mbali. Lazima anapitia maji. Na mtu kama huyo unamkutanga kwamba njia zake straightforward. Unamkuta ni mtu ambaye kwamba hata akiwa kanisani anakaa kama mwizi kwa sababu matunda yake ni mabaya. Ukitaka kujua mtu ni matunda yake ni mabaya, chukua mtu usunguke naye kiamumbi. Utaona kuna maeneo ukifika anakuambia kwamba hapana, hapa kunakuwa na shortcut. Unaanza kuelewa ya kwamba kuna kitu anaenda. Kuna mambo alifanya pale na yepo. Bwana pesa, labda ni date inafanya change barabara. Tunakujua nani? Wakati unatuambia kwamba unajua njia, si ya ndio unajua shamba. Ni kwa sababu unajua njia hiyo, mama kama atakuona. Na mama kama atakuwa na pasta, atakwanja atakuuliza, "Kwani pesa zangu ulikataa nazo?" Wewe mama. Na wewe tunakujua kanisani wewe ni mtu mzuri. Bwana pesa. Unafaa tumbo kati. Tumbo kati. Hapa kitofu. Unatuonyesha kitofu yako. Kwa kule ndio unaonyesha kitofu. Ndio unaona ukikuja hapa kanisani hata watu wanashindwa kwa umeokoka kama mna gani. Nani anakuambia ukisema tumbo kati utapendwa? Uchukue uchi wako uweke nje. Tumbo yako unatuonyesha kazi gani? Kuna sehemu za mwili yako hatufai kuziona. Biblia inasema mwanamke afai nguo ifika wapi? Mwanamke afai nguo ifika wapi? Ifika wapi? Chini ya magoti. Yaani tena isiende tena ukae kama sasa wewe ukiwa dada, tunasema mama huyu baba. Ukaweza kumkumbuka. Alafu unaniambia huyo mimi si mama. Hapana, ipite magoti. Lakini pia ukianza kuvaa hizo ndevu na ni nzuri kwa sababu unaweza kustamili. Hakuna shida. But tena usituvalie nguo mbaya. Nguo unakuta kwamba matunda yako umetokatia nguo mpaka kwa siliti. Na unahakikisha kwamba ukicheza unaangalia mali mchungaji hapo. Ama mali wachungaji wako. Haleluya. Watu wa Mungu tingamia Bwana. Anajua kabisa watu wa Mungu hapa. Sasa nini wanatufanyia? Matunda mbaya. Bwana asifiwe. Praise the Lord. We shall know you. Bila unashuka hata nywele. Wacha nikwambie, kuna vitu ambazo kama umeokoka ufai kushuka kwa kichwa. Unakuta uko na kichwa iko na makala kama 3, 4, red, black, blue. Wewe lazima ujielewe ni nani. Hiyo matunda unajua. Wewe unajua kila kale iko na nguvu zake. You don't know kila kale iko na nguvu zake. Wewe unachukua nywele unashuka pink. Kwanza Desemba mnakuwa ni kama wazimu inaingia kwa watu. Unakuta pink na ni dada mzuri tunajua hapa ameokoka hata anatumianga praise hapa. Hata anatongoza katika maombi. Ameshuka mpaka pink kwa kichwa. Ameweka blue. Ameweka vizuri mpaka tunashika mpaka hatukuelewi vizuri. Na ndio watu ukienda kukuwekelea mkono hata wewe mwenyewe ujielewe. Kwa sababu ile kama nimeharibu biashara ya mtu iharibike tu katika jina la Yesu. Kama kuna mtu alikuwa anataka kuweka pink na blue na black. Kwa hiyo nataka suka nywele style moja kwa kichwa itoshe. Ridhika naye.
Kuna haja kutuwekea mapicha. Okay, wewe si mtoto, wewe ni mtu ambaye unajielewa, wewe ni mtu ambaye umekoma. Kwa hivyo hizo vile unavaa, hivyo vile unashuka, kuna watu wanaangalia wewe, kuna watu wanakuja kwa kanisa kwa sababu yako, kwa sababu anafikiria kwamba hata pastor anashukanga hivi kala nyingi, hata ajielewe. Matunda ni kitu ya maana. Unajua tunda likiwa kali, hakuna mtu anaweza kulionja. Bwana ape sifa. Tunda likiwa kali, hakuna mtu anaweza kulionja. Ni kama kuchukua chumvi, kuweka kwa mboga ipite kiasi. Hiyo mboga haitaonjeka, haitakulika. Ama uchukue chai, umwage chumvi ndani yake. Hata kama umeweka maziwa tamu na magani, hiyo chai haiwezi kunyika. Na leo kuna watu ni wakali. Matunda yako ni maji kali, haina utamu ndani yako. Bwana ape sifa. Wengine hata vile Mungu alijiumba, mmegundua kuna watu vile Mungu alijiumba wameongezea. Unajua Mungu aliweka hizi vitu zizuie nini? Hizi zizuie nini? Vumbi. Sasa zimetolewa, alafu imewekwa ingine hapa. Mpaka ukiombea mtu unakuta inaanguka. Unafikiri kama ulichomoa nywele ya mtu. Ndio unauliza dada mmoja, kwani nakwambia hizi za kubadilika. Wamepaka mpaka mtu akituangalia tunafikiria ni kama hatuoni vizuri. Na kumbe unatuona. Angalia neighbor vile amepaka, umwangalie uso. Sijasema watu wasijirembeze, lakini matunda inaangalia. Kama wewe ni mwanaume, vaa kama mwanaume. Matunda yako yanaangaliwa. The way unaenda mbele za watu. Wacha watu wajue kwamba umeokoka. Wacha watu wakufuate. Kama nimekuambia kuna mtu mmoja ananifuata kwa TikTok. Dada mmoja alikuwa ananiambia jana, ameanza tu kunisalimia vizuri, habari yako. Alafu nimemuuliza, ananiambia nilikuwa na drive 45. Sasa unasikia mtu akikwambia alikuwa na, lazima ujue alikuwa ukifanya kitu kizuri ama kitu kibaya. Na kuna kitu alinishangaza sana kwa sababu kuna mali nakulanga nyama ya mbuzi, nikisikia nakula nyama. Akaniambia kuna mali nilikuwa nakula nyama. Nikajua kumbe watu wanakuangalianga, wanakumonitor. Na mwisho akamalizia akasema, mchungaji ubarikiwe. Nikajua kumbe anajua atanipata mimi mchungaji. Lakini hata nimemfuatilia nikaona niwapizie. Kwa hivyo watu wanakuangalia. Kuna watu wanakumonitor polepole kwenye unaenda. Zaa matunda mazuri. Wewe si vizuri kama wewe ni kijana umevaa nguo ile inaitwanga pipe. Sio, unatuelewa? Tumeshika. Ama nguo yako inaenda hapa mbele iko huku na huko imekaa huku upande. Wale unashindwa ni matunda gani? Halafu kwa hapo unatuongoza praise team. Praise the Lord. Wale wa praise team Bwana asifiwe. Haleluya. Unajua zingine unaweza kutufikishia watu. Na mtu anaweza kufika hapo kwa mlango akuta ania. Na huyu ndio kana sasa nikakaa kwa sababu ya matunda. Kwa hiyo matunda ni mazuri. Bila unaongea, ukiulizwa kitu unajibu namna gani? Uko na pelepele nyingi. Na wewe ni mkali mpaka umaye na mtu anaweza kasirikia mpaka mchungaji. Na kuonyesha kwamba nimekasirika utatu. Wewe ukanyagwangi. Kuna watu huwezi kuwakanyaga. Kuna watu huwezi kuwauliza, huwezi kuwarekebisha kwa sababu ya matunda ile iko ndani yao. Bwana pesi. Mtu mzuri ndio yule unamcorrect. Na akiwa na matunda mazuri unamuita, tena anakuja. Lakini mwenye ana matunda mbaya atakwambia ujue ningekuja hapa kuna makanisa nilipita nyingi. Sawa? Sio si lazima nikaa kwa hiyo kanisa mpaka unajua wewe unaogopa. Ukiona mambo mengine tuongeange sana, si kwa sababu ya kupenda. Ni kwa sababu ya vitu tunaonyesha. Unaambiwa kwamba hata ukicheza nitaingia opposite. Hapo tutangana nikiingianga hapa. Utatu. Praise the Lord. Sitaki kuongea mambo ya mtu, lakini naongea habari ya matunda. Angalia ile matunda ambayo unazaa kama inampendeza Kristo. Mstari wa ngapi? Mstari wa 17 inasema kwamba hivyo mti mwema uzaa matunda. Hivyo mti mwema uzaa matunda mazuri na mti mbaya uzaa matunda mabaya. Mtu akiwa na matunda mazuri ndani yake utamjua hata na tabia. The way vile anapress watu, the vile anaongea, vile anakaa. Bwana ape sifa. Na wananga wadada wakienda mahali, lazima uone afanye nguo yake namna hivi. Hakuna mdada anataka anakaa tu namna hivi. Mpaka uone amefanya nguo yake, ajihakikisha anakaa vizuri. Lakini wadada wa kisasa, oh my God. Mungu atasaidie katika jina la Yesu. Nisiongee maneno mtapigwa na mawe hapa kwa mitandao. Mpaka wanasema my dress is my choice. Kwa sababu hataki kutoa matunda mazuri. Ndio unaona watu wanajiongezea vitu huku. Vile Mungu amekuumba anajiongezea vitu.
Wacha nikwambie, hata ukiwa mwembamba utapendwa. Hata ukiwa mweusi utapendwa. Wakupenda atakupenda, wakuacha unakuacha. Kitu ya kukufa ni ya kukufa. Kuna vitu lazima zitakufa. Hata tukiekelea maji. Kitu ya kukufa ni ya kukufa tu. Bwana asifiwe. Wacha nikwambie, mshirika kutoka hii kanisa atatoka tu. Hata mfanyie kitu kizuri atatoka. Kuna watu wana mbegu mbaya. Kule walitoka na mbegu mbaya. Hata ukijaribu, na kuna wengine watu ukifuatia story yao utakuta kwamba hata kutoka ujana wao mahali walikuwa kwa madhabahu, walikuwa na matunda mbaya. Hata alitoka kwa mtokaji akimlani, wewe ukufa. Ni vile Mungu amefanya atakufa baada ya maisha. So hata unaona hata akikuja mahali kama hapa, hata ukijaribu kumfanyia kitu kizuri, ataenda. Hiyo ni mtu ya kuzaa. Ni mtu ya kuzaa matunda mabaya. Hiyo ni mtu ambaye lazima ikauke. Kuna mtu lazima ikauke. Itakauka tu. Kuna mtu hata ukijaribu kumwambia kumfanyia namna gani. Wacha tukae vile Kristo anataka tukae. Usikae vile watu wanataka ukae. Kaa vile Kristo anataka ukae. Kama ni kuvaa, vaa upendeze Kristo. Na Biblia inasema sisi ni bibi harusi. Vaa upendeze Kristo. Usivaa upendeze watu. Kuna wale wanasema leo lazima wajue ni mimi ndio kusema. Hatuna haja kujua wewe unasema. Tutakujua kwa matunda. Kwa plot kuna watu wanakutolea ushuhuda. Kuna siku moja Ezra kwa sababu ameingia hapa nitasema ushuhuda. Kuna mtu dada mmoja alikuja akanitolea ushuhuda akaniambia huyo ndugu anafaa kuwa kwa praise team. Nikamuuliza kwa nini? Ananiambia ndugu ana worship kwa plot. Watu watakujua ni matunda yako. Kama analetaka wasichana nikamwambia analetaka wasichana wa mama ndio wanakanaka akiingia akibadilisha. Lakini niliambiwa habari nzuri ya kwamba yeye huwa ana worship tu. Nikasema thank you Jesus. Bwana asifiwe. Watu watakutolea ushuhuda na matunda yako. Wanakujua vile unatuzi watu wa plot. Ngui ino. We ngoma. Hotile na akili. Fuck you. Kwenda kabisa. Hapa watu wanashindwa ni nani huyu? Umeokoka hujaokoka? Matunda yako. Hata ukiwa kwa gari, wewe uguzwaki. Unatoa matunda mbaya makucha. Mtu akikwambia kwamba nisongee, kwani wewe unafikiria hapa ni kwako? Kuna mama mwingine nisikia mwingine akaambia mwingine alipe vitu mbili. Nikaona hili kama kutusi mtu. Bwana pesa. Matunda. Wewe usikuwe conductor ambaye kama conductor ambaye hajaokoka. Kama wewe ni conductor ambaye ameokoka PF. Kama leo mtu wa taxi, mtu wa Uber alikuwa ananibeba. Amekuja hapo ananifungulia mlango, alafu ananiambia karibu sana. Bwana pesa. Mpaka unaona yeye mtu anaelewa kazi yake. Bwana pesa. Lakini kuna wengine unaingia kwa gari anakaa kama ni simba. Kwanza kuna mwingine alikuja kunibeba. Pini inaonyesha kama atakuja kunichukua, amesimama mbali na muuliza kwa nini huwezi kuteremka. Kazi yake ni kuchana bila anachana bila. Mpaka isipokuwa ni vile nilikuwa nachelewa kuja kwa ibada. Nilikuwa naona kama sitaingia hiyo pale. Matunda ni kitu ya maana sana. Wale wanaangalia kwa ploti. Kuna watu wanakuoje kwenu ushago. Hautaki kuambia watu ushago ndio umeokoka. Hautaki kuambia watu nenda CFF. Watu wanaelewa CFF ni kanisa inakaa namna gani. Wanajua matunda ya CFF. Kwa hivyo kuna matunda uko nayo, watu wanajua hisi ya CFF. Wanaelewa. Ukisema uko na imani, watu wanakujua. Wataona imani ndani yako inafanya kazi. Kuna matunda ya imani inafanya kazi. Lakini wewe tukisema tunataka pesa, unaanza kusema na uelewe uchumi ni ngumu. Watu wanapitia mambo mazito. Sasa tunajua matunda yako ni gani? Ni ya kupost. Unajua mtu hawezi kukwambia direct amekataa. Ataleta excuses nyingi. Tunaelewa matunda yako. Bwana pesa. Praise the Lord. Wakati Sanbalati na Tobias waliona wamefail, Biblia inasema kwamba walihaa watu manabii wa uongo ili waende waambie mtumishi wa Mungu unabii wa uongo. Na ndipo sia usikuje utakuja kuniambia vitu za kunifurahisha. Nitakuangalia, nitaipima kama ni ya Mungu. Hata ukitoa unabii, nitausikiza kama unabii ni wa Mungu ama mnagani. Kwa sababu tutakujua na matunda yako. Praise the Lord. Amen. Maana kuna watu wanatumika na njia ya shetani. Matunda yao ni mabaya. Mstari wa 18 anasema kwamba mti mwema uzaa matunda. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mbaya hauwezi kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupwa motoni. Hivyo kwa matunda yao mtawatambua. Tutakujua kwa matunda yako. Tutakuelewa kwa matunda yako. Kuna watu wanasema kwamba ninapenda kazi ya Mungu.
Lakini tukiangalia ndani yako matunda ya kupenda Mungu haiko. Kwa sababu kama leo uko na 100 na hata uweze kuaminika hata kwa kitu kidogo, unatasikia namna gani kwamba ukipata 10,000 ndio utaaminika? Ni uongo. Matunda yako inaeleka. Watu walafi utaona kwamba na chakula ikiwekwa mahali anaanza kucomplain, chakula ni kidogo. Bwana pesa. Kuna watoto walikuwa na tabia mahali kule nyumbani ushago. Mama yao akiweka maji ya ugali kwa jiko, alafu ajitoa kidogo, wanaongeza maji. Sijui kama wewe uliweka ile hiyo tabia. Na ninaona kama Selina aliongeza maji. Bwana asifiwe. Wanaongeza maji ndio ugali ikuwe mingi na mama amepima. Hiyo ni matunda ya ulafi. We can see the production ya matunda ya ulafi ndani yako. Bwana pesa. Na watu wako na matunda hiyo ya ulafi na nini, utawaona hata kukula. Hata unajua kuna mtu anaweza kuvumilia. Anaweza kuvumilia hata kama jai na Mungu anavumilia. Mtu ambaye wewe umeokoka, lazima ujue hata kwamba kukula kwao, wewe si mtu wa kukula kila mahali. Wewe si mtu wa kwenda hapo mtulai imejazwa nini damu, kata. Kwanza inakuanga nono. Nilikuwa mahali jana mahali. Nimeenda kukula lunch. Kwa sababu nilisikia tu nitembee. Nikaenda mahali nikasema acha nikule lunch. Na nikaenda hapo nikakatiwa nyama, nikakaa nikaanza kukula. Nikaona dada mmoja amekuja na nilipenda hiyo dada sana. Nikamsema I salute you kwa kiroho, si kumwambia. Alikuja akauliza hii mtu ni nini? Ni ya damu. Unajua kwa nini alikataa? Mimi nilikubaliana naye kwa sababu damu haujui kama ni damu ya ng'ombe, haujui kama ni damu ya nguruwe, haujui kama ni damu ya nini. Na unajua vitu zote ziko na damu inaweza kuleta effect kwa mwili yako. Uliza mazako hiyo mtu anakulanga ya damu. Wewe unafikiria na mwanga ya damu ya ng'ombe ama ni ya mbuzi? Maana wengine mnapenda mtule. Hata zingine ziko pale kwa stage unapita na mtu hapo lakini mnaenda naye unaongea naye anaziangalia tu. Bado unamuuliza wewe unasikia vile anasema ulikuwa unaangalia madhara anaangalia mtula. Bwana pesa kwa mtula si mbaya. Wewe ni mtu wa kukula na adabu. Wewe si mtu wa kula ovyo ovyo, mahindi ovyo ovyo. Matunda yako itaonekana. Bwana pesa hivyo. Kuna watu huwezi kuachia chakula ya mtoto, atakuwa mtoto. Anakula yote, mpaka maziwa mtoto anakula. Alafu anabaka mtoto. Ndio maana watoto wengine wakirudi nyumbani, mtoto akijaribu akiona mama yake hataki kukaribia msichana wa kazi. Maana chakula yake imekuliwa. Lakini hao watu wakulani. Bwana asifiwe. Hiyo ni matunda. Mpaka umetulazimisha sasa ukienda kupika nyama tunahesabu. 1 2 tupate kipande moja kwa. Utatuambia ilienda wapi? Ukiona watu wengine wakisema kwamba mimi niko sawa nimeshiba, kumbe kwa jikoni ameshughulikia chakula sasa. Si upike chakula tukae pamoja tukule pamoja. Kwani lazima ukulie kwa jikoni? Matunda. Bwana pesa hivyo. Kwa hiyo hata wewe mtu hawezi kukuaminia na kazi. Wewe mtu hawezi kukuaminia na pesa kwa sababu inabidi tukikutuma kwa duka lazima tufanye research. Hiyo kitu inatoka pesa ngapi? Maana change huwezi rudisha. Kuna ndugu mmoja mahali nilimpatia pesa aende tuletea soda. Na nikajua soda imeshuka. Hakuuliza change. Na nikaona anakunywa soda na sisi pale na amekaa busy kabisa anajionyesha. Nikasema ndugu, kwani soda imepanda? Mchungaji nilikuwa nimesahau, nikajua siku sawa. Huyu alikuwa amejipanga matunda yako. Unajua zingine unazunguka katika test. Mtu anaweza kuwa anakutest au uaminifu wako utafika wapi. Na wewe unaiba. Change ya wengine unaiba. Umerudishiwa pesa zaidi unaiba. Na ni Mungu alikuwa anataka kuona uaminifu ndani yako. Driver amesahau. Bwana pesa hivyo. Kwanza akisahau ndio unaanza kusema hapa haleluya. Watu wanashindwa. Na mtu atakuwa anaimba haleluya kwa gari. Haleluya imetoka wapi? Kumbe driver juu amepita. Conductor amepita. Lipa fare. Lipa fare wenyewe. Kama anataka kukubeba mwenyewe atakubeba. Lipa fare mwenyewe. Utaaminika na matunda yako. Bwana pesa hivyo. Praise the Lord. Ukiwa unafanyia Mungu kazi, matunda yako itakufanya ukae vizuri. Matunda yako itakufanya uzae. Matunda yako itafanya hata Mungu akubariki. Bwana pesa hivyo. Lakini kuna watu aina hii ambaye nataka tuangalie kwenye 2 Peter chapter 2 verse 21. Watu ambaye wako na matunda mabaya. Hata uwaoshe. Kuna watu hata wakataze dhambi, wanaenda kwa dhambi. Kuna watu hata waambia kwamba usifanye kitu, wanakaa kama nguruwe. Mtu atusomee 2 Peter chapter 2 verse 21. Waache kuwa nguruwe. Waache kuwa nguruwe. From today
kuwa na tabia nzuri. Matunda tunaangalia. Ukiona mtu anakaa mchafu, anakula sana, sikiliza ndio hapo. Tusomee. Inasema maana ingekuwa heri kwao kama wasingalijua. Afadhali ungelijua ukweli, njia ya haki kuliko umejua njia ya haki kisha kuiacha, alafu ukaiacha ile amri takatifu waliopewa, ambayo umepatiwa 22. Lakini imetukia kwao sawasawa kwao na ile mithali ya kweli, ile mithali inayosema mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe na nguruwe alioshwa amerudi kugaagaa matopeni. Praise the Lord. Kuna watu wanakaa kama nguruwe. Mimi nimesema imeandikwa. Kuna watu wanakaa kama nguruwe. Hata waoshe wanarudi kwa takataka. Wanarudi kukula zile vitu walikuwa wanakula kitambo. Wanarudi kuvaa vile walikuwa wanavaa. Wanarudi kuongea vile walikuwa wanaongea. Matunda. Kwa sababu tunatarajia kama uliokoka lazima ubadilike katika jina la Yesu. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo maandiko yanatuambia kwamba heri kwa wangelijua ukweli. Afadhali ungeokoka. Na wewe ndio unaona Mungu anadili na wewe ruthless kuliko mtu mwenye hajaokoka. Kwa sababu ulijua ukweli na umekataa kuzaa matunda. Wewe kazi yako ni kuzaa vitu vibaya. Umeokoka lakini pesa ya mtu iweze kukaa hapo. Umeokoka. Kuna watu wameokoka kabisa. Tena roho anamejazwa. Lakini skirt haiwezi mpita mbele yake. Akiona skirt akili yote inaharibika. Unaona vile anasindikiza watoto kwa barabara. Huyo anasindikiza. Sababu unakaribu angekosa ajali. Unajua kuna watu muona macho umekosa ajali kwa barabara kwa sababu matunda yake ni ya uovu. Kama wewe ni mwanaume jiangalie, skirt ikipita mbele yako wako kama namna gani? Wengine ni skin. Hawezi ona skin ya brown mbele yake. Akiona tu skin anaona giza. Unaanza kuchanganyikiwa. Naye skin shetani anahakikisha kwamba hiyo skin imepita mbele yako. Ndio uchanganyikiwe vizuri. Matunda. Bwana pesi. Praise the Lord. Biblia inasema kwamba imetokea. Kwa hivyo kuna vitu hufai kurudia. Na ndio Biblia inasema ndio yenye kuwe ndio, hapana ikuwa hapana. Matunda yako lazima yaonekane. Lazima watu waone matunda ndani yako. Yako ukiambiwa ndugu kama hiyo ana worship. Kwa sababu hakuna mtu ataworship. Tunawaambia tunajua watu. Utaona hata TikTok kile mtu ameweka. Kasongo bali si ile ile kwanga. Unaona ni ndugu anaokoka na ni dada anaokoka. Anaenda. Zile nyimbo zile za zamani. Yende moni. Sasa unashindwa kai. Na ndio maana kwa sababu ukitaka ujue vizuri ni upite mahali reggae inapigwa vizuri. Kama reggae ilikuwa inapigwa mahali kitambo, ukisikia unasikia kabisa kwamba unaanza kucheza. Pita mahali mara mingi reggae inachezwa, ukiona unacheza reggae, njoo uokoka. Maana hata ukitaka kujua matunda yako ni gani, ni sasa umekaa peke yako umetulia. Nikamsikikani kanapiga kwa kichwa. Unaanza kusikia nobo katika stop reggae. Tunaanza kwenda kitu na hiyo. Mpaka hizi hapo tunayatanga tunafikiria ni gospel unasikia lakini si gospel. Si gospel. Bwana pesi. Mimi nilipokuwa sijaokoka nilikuwa nasikiza reggae. Lakini sikuwa nacheza. Bali nilikuwa nasikiza. Bwana pesi. Najua uniambia hapo lakini mimi nilikuwa nasikiza reggae. Nilikuwa nasikiza reggae lakini sikukaa style ya kina reggae. Nilikuwa nasikiza hizo zingine zenye mnajua nilikuwa nasikiza. Lakini wakati niliokoka zile tulikuwa na ile kitu ilikuwa inaitwa compact. Ni compact ya bado kama kuna maziwa kila nani wanayasema. Unajua kuna wengine hapa hata nikitaja mambo ya compact wanashindwa. Ni nini unajaza? Ile ni nyingine ilikuwa kinanda. Inazungusha hivi alafu inawekwa kwa nini kanaanza kuenda na hivi. Mlipata hizo vinanda? Wakati walipata hizo vinanda. Si unaona? Kwani wewe ulipata? Hiyo kinanda ya kuzungusha hivi ulipata? Kwani ulipata namna gani wewe na hii miaka yako? Na mimi sijaiona. Acha. Bwana asifiwe. Kuna kinanda kalikuwa kanazungushwa hivi na mkono, alafu kanaimba. Sasa hiyo haikuwa inataka watu wacheze tu hapana. Unacheza tu pole pole. Bwana asifiwe. Na hizo vinanda tulicheza.
Bwana pesi. So wakati niliokoka, nilikuwa na redio ya cassette. Nilichukua ile redio nikapea mtu. Nikachukua hizo tape nikazitupa na zingine nikapeana kwa wale ambao bado walikuwa wamekuwa Mungu. Kwa sababu niliona hizo vitu nikiendelea kukaa hapa nazo. Nitaenda sasa nikaanza kupata music kama hiyo mwimbaji wale wa Kisumu wameimba, ninaye huzuni moyoni, wengi hamjui simba wa Yuda, wamemchukua Mwokozi kama maadili yao. Hizo nyimbo mimi nilianza kusikiza. Bwana asifiwe. Na hiyo wakati walikuwa hizo nyimbo ziliimbwa kitambo, lakini walikuwa wamehit. Ile unasikianga zilikuwa ni wokovu, hata ukiangalia wanacheza kweli, watu ambao wamempenda Yesu. Bwana pesi. Miaka hiyo, praise the Lord. Kile ungepanga kusikiza wakati wetu tumeokoka, kwa sababu tunataka matunda. Hata unaana na Biblia kwa kichwa. Kabiblia kadogo unaana nako. Lakini leo naombea mtu, Biblia atakuwa nayo sana. Sisi tulikuwa na Biblia. Unasoma ukirudia, ndio usije ukabackslide. Mimi nakumbuka ile siku nilijazwa na dini. Niliongea na dini mpaka kwa ugali. Mpaka mtu kwa barabara nilikuwa nafanya biashara oka. Ninaoka nikiongea na dini. Nasikia unasema mzuri. Mzuri gani na mimi naongea na dini. Bwana asifiwe. Kuna dada mmoja tulikuwa tunaongea na yeye. Tunaanza tu kuongea vitu tunaongea na yeye. Nikachukua nimeanza kuongea kwa dini. Akaniambia wewe, tulikuwa tunaongea si mambo ya dini, sasa umeanza tena dini. Umesahau hapa si kwa kanisa. Nikaona sasa na mimi siko penda kwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo mtu akiongea na mimi, tutamjua huyu wa wapi. Hatufai kuuliza vile unakaa. Bwana pesi. Vile unakaa. Na nikaanza kusikiza gospel, nikapenda gospel, nikikaa kwa nyumba naeka gospel, nikitembea naimba gospel, nikijaribu kuondoa reggae. Maana kuna mahali wakati nilikuwa nafika mahali nasikia kichwa imeanza kwenda. Ninaisimamisha wewe, mpaka nimeokoka. Hata kwa kanisa nasikia wimbo inaimba lakini kuna karega kanapita. Unaona praise inaimba kuna karega kanapita. Kanapita kwa kichwa. Ninasema wewe, niko kwa kanisa. Kumbuka niko kwa ibada. Mimi nilikuwa nimeokoka na naenda kwa video. Najua wengine wameongeaje. Hizo ma DJ. Unaona? Akampiga, akamweka. Tulikuwa tunaenda kwa hizo vitu. Sadaka unahakikisha utoe mbao, kifaa, lakini uende kwa video. Na siku moja nikakutana na Yesu. Mimi nililia kama mtoto mdogo. Unajua wengine deliverance mmefanyia kwa kanisa. Sisi tulifanyia deliverance bila hata kutoa mkono. Unalia kama mtoto. Mpaka unatoka hapo uende vizuri. Usiku mzima unalia. The following day unalia. Mpaka unaogopa kutoka nje. Na wewe kitu inakulilisha. Unasikia unakaa hivi unasikia kulia. Unalia machozi. Hivyo ndio tulifanyia deliverance. Unajua mimi sikuwa ninajua mtu anaweza fanya deliverance bila, na nilikuwa nimeenda kwa ibada siku hiyo, nikatoa pesa sadaka kidogo, nikaenda kwa vile nikalipa, nimelipa sasa niwoshe mpaka usiku. Na unajua ikifika usiku saa 3, zile vitu kunakiwa si vitu vizuri. Vitu mbaya. Hata sasa hivi wanasema wale watoto wadogo sana, miaka 10 na chini, 13, 14, 15 walikuwa huko watolewe nje. Bwana pesi. Sasa wanataka waka vitu mbaya. Sasa nilienda siku hiyo Yesu mwenyewe akanitembelea. Mimi ninafikiri sijawahi kuona kitu deliverance zingine kama hiyo. Niliacha kulia. Nikakaa na mimi nasikia kulia. Nikakaa na mimi nasikia kulia. Mpaka nilikuwa nimelipa pesa, na kama umelipa kwa shetani hakuna kurudishwa. Kwa hivyo siku nilikuwa nilitoka hapa nikilia, nikakuja kwa nyumba nikaendelea kulia, usiku mzima nikalia, mchana mzima nikalia, 2 days nikilia. Hiyo ndio nilifanya deliverance. Na ndio maana siwezi kujiangusha, siwezi kuanguka. Yangu nilifanywa hiyo siku. Nililia kama mtoto. Na nikajua kweli nimeokoka. Na nikaona na watu wakanitenga. Kuna watu ambao kwa sababu tulikuwa tunatembea nao kwa njia moja, walinikataa tu wenyewe automatically. Bwana pesi. Sasa wewe uko hapo unataka watu wakupende kila mtu. Matunda gani unataka? Ukiwa na matunda ya Kristo, kuna watu Mungu analeta kwa maisha yako. Ukifanya biashara ufanye kwa mwaminifu. Change rudisha vizuri. Na ukiwa Roysambu tuambie uko Roysambu. Usitanganye uko town na uko Roysambu. Usituambie uko Roysambu, uko Roysambu na unasema uko town. Hata mimi ndio wewe unaniona hapo. Unaona mtu ako hapa na nguo ya white. Na unajua watu wengi wamevaa nguo ya brown. Mimi ndio wewe ninakuja. Na si wewe. Matunda yako tutakujua nani.
mpaka hata mchungaji unamdanganya. Yaani uogopi. Yaani wewe matunda yako ni ya uongo. Unajua wakati umeiba, wakati umefanya kitu, hauwezi kujidanganya na udanganya shetani na udanganya Mungu. Ninyi watatu hawezi kujidanganya. Hata shetani anajuanga wewe ni wangu. Kuna watu shetani anaanga shida nao. Maana anajua watu wakiwa kwa ibada kama ni wako. Ameshawawili. Lakini kuna watu ambao wamesimamia ukweli. Shetani akona shida nao. Wale watu ambao unaona kwamba wameokoka na wamebadilika, mpaka wakiona kazi ya Mungu inaenda mbaya, wanasikia wanachomeka ndani yao. Ndani yao kuna matunda ya Kristo. Kuna matunda ambayo inaonyesha kwamba huyo amefanyika kuwa mwana. Wale watu disobedient ambao hawatii kitu mchungaji akisema, tunaona matunda yako ni gani? Matunda yako ni gani? Bwana asifiwe. Kwa sababu kama huwezi kusikiza, inaonyesha matunda yako wewe ni mkaidi na baba yako ni shetani. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba tusiwe kama nguruwe, tusijifananishe katika jina la Yesu. Kwa hivyo kutoka siku ya leo hatutarudi kukaa kama nguruwe, tukae kama wana wa Mungu katika jina la Yesu. Ezekiel 22:27. Ezekiel 22:27. Msomaji tusomea haraka. Ezekiel 22:27. Inasema aje? Wakuu wake kati yake wamekuwa kama mbwa mwitu wakirarua mawindo ili kumwaga damu na kuharibu roho za watu wapate faida kwa njia isiyo halali. Yes, kuna watu hata wakiingia kwa kanisa kama hii, kazi yao ni kuumiza watu, kurarua roho za watu. Wewe usio mtu ambaye unasema tuna mabaya. Ukikaa na mtu unararua mtu, unamwaga damu. Damu si lazima umwage damu hivyo. Vile unafanya mtu anasikia uchungu unamwaga damu. Bwana asifiwe. Unararua roho za watu, unaumiza roho za watu. Ukiingia kwa ibada kama hiyo unaacha watu na majirani. Mimi kwa mtu anasimama kwa madhabahu kama yeye anasema kwamba msikize, kama mna haja na kanisa na mna haja na Mungu, mtoke muende, makanisa ni nyingi. Waacha kurarua roho za watu. Usirarue roho za watu. Bwana pesi. Na kuna wengine wametumwa kwa kanisa kwa sababu ya mission ya kuharibu mwili wa Kristo. Biblia inasema kwamba wamevaa mbwa mwitu. Wamevaa ngozi lakini ndani ni mbwa mwitu. Usikuwe mbwa mwitu kwa madhabahu. Usiharibu kazi ya Mungu. Tuwe na matunda. Ile neno nilianza kusoma asubuhi. Nilisema kwamba Bwana anataka tukue visima. Ilikuwa kitabu cha Isaia 12 verse. Ilikuwa Isaia 12 verse. Bwana asifiwe. Ndani yako kukionekana, ukiangaliwa, kuna matunda yataonekana ndani yako. Ama wewe unararua tu watu. Ukienda kwa biashara mahali unararua pia. Ukienda mahali unaharibu. Kuna watu hata wanataka kujitengenezea jina kwa sababu ya kuumiza watu wengine mioyo. Haiwezekani. Hauwezi. Matunda yote ambayo unazaa itakufuata katika jina la Yesu. Matunda mabaya haiwezi kukupeleka mahali. Lakini matunda mazuri, praise the Lord. Kitu kimoja ambacho umefanya kizuri kitafanya ukumbukwe. Bwana pesi. Haleluya. Kwa hivyo Biblia imesema kwamba lazima tuangalie watu na matunda yao. Ukiangalia kwenye Acts of Apostles chapter 19 verse number 11 and 15. Biblia itatuonyesha Paulo na wana wa Skefa. Praise the Lord. Na mtume Paulo akiwa amejaa roho ya Bwana, akiwa amejazwa, akiwa na matunda ya Roho Mtakatifu ndani yake, miujiza itakuwa inafanyika katika jina la Yesu. Kuna watu wanataka miujiza lakini wanaongea ubaya kanisa. Kuna watu wanataka miujiza lakini wanaongea ubaya mchungaji. Kuna watu wanataka miujiza na wanaongea ubaya Roho Mtakatifu. Ndio sababu wana wa Skefa walijaribu kusema toka, pepo zikakataa. Kwa nini ukiombea hata kitu kidogo haiendi? Kwa sababu matunda ya Kristo haiko ndani yako. Kitabu cha Acts of Apostles chapter 19 verse 11 mpaka 15. Tunaongea kuhusu matunda. Ukipatia mtu nguo, unaanza ukisema, unaona ile nguo alikuwa amevaa Wacha nikwambie, mtu mmoja aliomba suti ya mtu, akaenda mahali kwa ugeni. Na yule mwenye anaomba suti yake na yeye pia akawa amealikwa hapo. Sasa ukicheza
Huyo naye anakaribia, anatuma mtu anamwambia wewe mwambie acheze vizuri, hiyo sura isije ikagaruka. Mpaka nikaona ni vizuri tu uvae nguo yako hata kama inakaa mbaya, vaa tu yako. Usiende kuomba nguo ya mtu. Usiende kuchekelea vitu ambazo hauna. Kuna watu wanataka kukaa maisha mbaya kuna. Usikae hiyo maisha. Kaa maisha mbaya, Bwana ataona kwamba ndani yako kuna kitu iko. Bwana asifiwe. Sasa unacheza na mtu anakuja kusema na mazuri chungu usiname sana, maana iko inaweza mpaka unaharibu mood ya mtu. Unaona mtu dada alikuwa amekatika kidogo, unaona hata ameenda amenong'oneza kwa masikio. Kutoka pale mtu ya kujaza imeisha. Kumbe anaambia yuko angalia. Ni update. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa maisha yangu nilikataa vitu za kuomba. Mimi nilikataa vitu za kuomba. Hata nguo ya mtu mimi nilikataa. Nilikuwa navaa ile niko nayo. Because niliona unaweza kutoka wakati hiyo story. Nilikataa. Na kuna watu wengine pia wana matunda mbaya. Anaomba kitu ya mtu, alafu badala ya kurudisha, anaanza kutembea nayo. Tena hiyo si vizuri. Ulisaidia kitu ya mtu sasa ndio umeifanya sasa kwenda safari. Ukikuja kuulizwa unaanza kusema hata mimi Mungu atanipea zangu. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe unaweza kutia wewe. Wacha kuongea vibaya. Sufuria yenyewe uliomba wageni wakiwa. Si wageni wanashaanza kuuliza sufuria wenyewe. Wacha kuambia sufuria hasa unaanza kuongea vibaya. Hata mimi Mungu atanikumbuka. Mungu asikukumbuka na hiyo attitude. Uwezi. Hiyo ni attitude mbaya. Bwana apewe sifa. Hiyo ni matunda mbaya. Sasa hiyo umenyang'anya umekuja kuitwa sufuria, unakuja kuomba maombi na hasira. Siku hiyo tunasikia unatandika maombi hapa. Wale wote wanakuja kuomba watu sufuria sana na kuwanyang'anya. Bwana anatangaza wazikwe. Hakuna watazikwa, badala ya kuzikwa wataenda kununua nyingi. Unajua kuna maombi hata ukiomba kwa sababu haina point, Mungu hawezi kuijibu. Haina misingi. Hiyo maombi Mungu hawezi akasikia kwa sababu hiyo maombi haina misingi. Bwana asifiwe. Tusomee neno la Bwana. Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Hata wagonjwa wakaletewa leso. Ati Paulo wagonjwa maleso ililetewa Paulo. Na nguo zilizotoka mwilini mwake. Magonjwa yao yakawaondokea. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ya kwamba Biblia inasema Paulo aliweza kuponya watu kwa sababu ndani yake kulikuwa na matunda ya uponyaji. Hauwezi kupatia mtu kitu ambacho hauna katika jina la Yesu. Nikikwambia imani, najua imani ni kusema nini. I know. Mimi siongea kwa sababu naongea, najua imani ni kusema nini. Nimewahi kwa Mungu mpaka last time. Kuna siku niliingia kwa nyumba nikakuta watoto wamekaa kwa giza. Hakuna toke. Na nimetoka fresh kuhubiri. Nikaambia Mungu nimetoka kufanya kazi yako. Na nikitoka kwa nyumba nisikie toke nikilia. Na unajua sasa siku hizi kuna hasina adabu. Vile tunalia ki. So nilipokuja nikakuta nikibisha mlango watoto walinifungulia mlango. Nikakuta hakuna siku. Na singeweza kuuliza kwa nini simu imezima. Nilikaa hapo nikamuuliza kwa sababu nimetoka kuhubiri. Itakuwa namna gani? Nikakaa hapo nikaona mtu amenitumania shilingi 400. Ilikuwa inaenda mwendo wa saa 3:30. Nilikuwa nimetoka fellowship ya wazee kuhubiri. Matunda itakufuata. Biblia inasema kwamba maleso ikaletwa Paulo akaiombea. Bwana pesi. Kwa nini siku hizi miujiza itendeke? Kwa sababu watu hawana matunda ya Kristo ndani yao. Mtu anasema naamini lakini zile vitu tunafanya ziko opposite ya Kristo. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wewe unasema kwa nini Mungu akubariki? Angalia mdomo wako. Wewe unaongea sana, matunda yako ni mbaya. Tunakuombea hapo na unaongea vibaya. Ukienda huko unaongea vibaya, umepoison washirika, umepoison watu, umeongea negative ya mchungaji. Alafu unasema Mungu, kwa nini Mungu akubariki? Si hata unaanza kujiuliza, kwa nini Mungu anibariki? Because mdomo yako iko na matunda mabaya. Bwana pesi. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba watu wakaletea Paulo maleso. Na huyo Paulo ndiye alikuwa kanisa. Maana ukiangalia kwenye Acts of Apostles chapter 9, wakati Yesu alitokea Paulo alimwambia Paulo, kwa nini unanitesa? Mbona unatesa kanisa lako? Na huyo Paulo wakati alibadilika, ndio tunaona anatenda miujiza. Tunaona Paulo hata nyoka inajifungia kwa mkono yake. Wewe leo hata nyoka ikikuja kwako lazima itakuuma. Maana hatuna imani kabisa kama hiyo nyoka itakuachilia. Bwana pesi hivyo. Ukiona mtu anaitwa sana kwa vikao, lazima uwe anakuanga na mali anataka kufanya kikao. Uweze kwa mama, hakuna vile kwa ploti umekaa vizuri.
Unaimba vile nilikuwa naambiwa ndugu anaimba, ndio uambiwe. Hebu ngoja useme, si tulikuwa na wewe. Kwa hivyo hata mambo mengine ni vile tunakuteteanga, lakini tukiangalia kuna matunda mabaya ndani yako. Watu kwa hii kanisa hawezi kusema wewe ni mbaya, mwingine atasema ni mbaya, huyu anasema ni mbaya. Hapana. Lazima kuwa kuna matunda iko ndani yako si ya Kristo. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Watu hawezi kukataa. Basi kataliwa na kila mtu. Mpaka mtoto. Umai kwa mtu anakataliwa mpaka na mtoto mdogo anakataa. Na ukiona mtu anakataliwa mpaka na mtoto, wewe toroka. Hauhitaji unabii ya kusema mtu ni mbaya. Toroka na miguu yako. Bwana pesi. Ninaona gazeti la watoto wanampendana, anashika watu wengine hapa naona tunacheka. Hata pale anatuchekesha. Lakini kuna mwanaume anashika mtoto anajia hata akienda kushika naye mtoto anapiga nduru. Kwa sababu ndani yake kuna matunda mabaya. Unajua ile spirit iko ndani yako ndio huwa inasambaza nje. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama miujiza itendeke kwako na nimekuombea kwa kanisa, ujiangalie ni matunda gani uko nayo. Are you a fighter? Are you faithful? Unaongeanga vibaya kuhusu mchungaji? Unaongeanga vibaya kuhusu kanisa? Wewe unapenda ile kanisa ya ukweli? Kwa sababu Paulo alipobadilika, maneso, tunaweza ombea maneso. Bwana apesi. Na unasikia watu wanatoa testimony hapa, mtu anakuja anaombewa, mtu ako mbali, Mungu anamponya kwa sababu ukiwa safi Mungu atakutetea. Sasa leo tuangalie midomo zetu. Isitoe matunda mabaya. Alafu hizo midomo tunakuja kufungua. Baba, katika jina la Yesu, utubariki. Mtumishi wako Bwana anapoomba baraka hazitakuja kwa sababu hakuna connection between you na Kristo. Basi namba 12 inasema namna gani? Hata wagonjwa wakaletewa Yesu na nguo zilizotoka mwilini mwake, magonjwa yao yakawaondokea, pepo wachafu wakawatoka. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana. Leo kuna watu wanajifanya ati wanaona sana kuliko mchungaji. Atanakaa hivi anasema kwamba ninaona madhabahu iko na giza. Unaona madhabahu gani? Wewe ndio uone madhabahu ya shetani mbali katika jina la Yesu. Ndio uangamie mbali kabisa. Umesikia Biblia inasema watu wa kutakatanga. Kwa hiyo mtu wa kutakatanga hakuna siku anaona kitu kizuri. Nataka ufunguke macho. Mtu anayetakatanga hasiona kitu kizuri. Matunda yake ni mabaya. Matunda ya kutakatanga. Kuna watu wanaitwa nyangobia. Nyangobia hatuliangi bali pamoja. So mtu akiwa anaitwa nyangobia spirit yake ni yangu. Kwenda kila wakati. Ama nimesema uongo. Mimi sijazaliwa huko lakini Mungu amenisaidia ninajua. Nyangobia hatuliangi pamoja. Angalia jina lako umeitwa. Kama ndio tunafanyanga unazunguka sana ukija tukuombea, maana hata wengine ni jina yameitwa. Inafanya nazunguka mtaa mzima. Biblia inasema kwamba watu wenye kutangatanga. Kwa hiyo mtu amekutangatanga na anatolea unabii mtakatifu. Mtu akujaki kanisa na anakaa hapa anakuambia kwamba ninaona kifo iko mbele yako. Aliona kifo hapo. Mwambie wewe ndio kufa. Mimi sikufa. Yeye ndio yako. Mimi sikufa. Yeye ndio wakati unatumia. Yesu roho ya Mungu. Hauwezi kukua ukuje kanisani miezi kama 7 na bado unaniambia kwamba unaonanga Mungu. Mungu gani unaonanga? That's not God. Bwana pesa hiyo. Maana mtu usaa matunda ya kile kiko ndani yake. Atokekana na hivyo unaniambia kwamba nimeanza kusikia roho ya Bwana. Roho gani unasikia? Uongo. Namba 2. Hakuna roho inaweza kusikia mtu kwa barabara. Roho kuna control. Hapa roho itashika kwa sababu nikianza kuongea mambo ya roho lazima itashika watu. Kwa barabara, roho inakusikia na roho gani inakusikia kwa barabara? Maana utafuta laini. Halo, tafuta laini. Tafuta laini. Laini kama unatafuta hiyo si laini ya Mungu. Bwana pia sifa. Si ndio imeitwa wenye kutangatanga. Kwa hiyo mtu akiwa anatembea kutangatanga ni mtu wa kutuletea mshene, ni mtu wa kutuharibia kanisa, ni mtu wa kupiga watu, ni mtu wa uchochezi. Maana mtu wa kutangatanga, nini anafanya tangatanga ni maneno. Alafu baada anataka hiyo mdomo aitumie kututambilia. Baada anataka hiyo maana laini zingine Mungu anazifunga. Hawezi kutoa laini na hiyo mambo. Wacha niwaambie kitu kimoja. Na mnisikize vizuri. Roho ya Mungu ikiingia ndani yako saa hizi. Roho ya Mungu iko na utulivu, roho ya Mungu iko na kiasi, na kama ni unabii utatoa vizuri, hautang'ang'ana. Lakini unabii unang'ang'ana naye si unabii ya Mungu. Nikusema kwamba kuna kasoro. Mimi nimetaja jina la mtu. Nimeongea kuhusu mtu. Biblia inasema waje kutangatanga. Kwa hivyo hiyo kutangatanga unatangatanga kwa kila mlango unaenda.
ni maokoto unataka kuokota. Na usituletee maokoto. Tumekataa kuleta maokoto. Wewe unataka kuokota maokoto zako na tuletea, uchafu zako na tuletea. Biblia imesema pale wanakaa kama nguruwe. Na tunataka kuoka kama nguruwe katika jina la Yesu. Zaa matunda mazuri katika jina la Yesu. Bitterness usituletee bitterness yenye umeenda kuokota huko. Watu walio wanajichanganya. Kuna watu wanasema katika jina la Yesu. Ndio wanaona saa nyingine mtu mwingine anaomba hata pepo inacheka. Wewe unajua kusikia unatoa pepo kwa mtu, pepo inasema hata wewe sasa utafanya nini? Mpaka unajiangalia unaona kweli sijakaa vizuri. Na ukisikia pepo inaongea na hivi na ulikuwa unaitoa, enda ujiangalie vizuri. Kuna mahali amko sasa na Mungu. Kwa sababu Biblia inasema kwamba mapepo ilipoona Yesu ilianza kupiga nduru. Lakini hii inakaa kichwa ngumu. Mpaka inasema hautaniweza. Mpaka karibu sasa uigonge ngumi. Mpaka unagonga ngumi nasikia inasema usinigonge tena. Wewe sasa unajua sasa hapo kuna shida. Matunda Bwana apesi. Praise the Lord. Kwa hivyo wenye kutangatanga, soma hapo kwenye kutangatanga. Rudia hapo kwenye kutangatanga. Wale wako na tabia kutangatanga, kateni miguu kutoka leo. Maneno na washawasha. Yaani kitu inakuacha uende utembelee kwa masi, si kwa mambo mazuri, ni kupeleka mshene. Umewashwa. Wewe ndio unajua wale wako kula jana na wale wamefungiwa nyumba. Ishindwe katika jina la Yesu. Alafu nataka ukuja hapa utoe unabii. Ndio uweze toa laini. Sina si mchungaji. Hauwezi toa unabii na wewe kwa hiyo tabia. Na watu wengine hata laini kishuka haiwezi shuka kibia. Haiwezi. Hauwezi kuwa unataka kutolea unabii. Unabii gani unatolea? Unabii kukuja kutuambia hapa ati kuingia alinyima watoto chakula. Yeye unabii gani? Hiyo si unabii. Nitakupiga na microphone na nikusimamisha katika jina la Yesu. Ndio anasema kuingia alinyima watoto chakula. Hiyo si unabii. Matunda ya shetani. Kwa sababu ukitembea unaokota maokoto, ukitangatanga. Hata shetani alipokuwa anatangatanga, Bwana alimuuliza umetoka, anasema nimetoka kutangatanga, kuzunguka. Kwa hivyo ukizunguka baba yako ni shetani. Na ni maokoto unaokotanga na ni maokoto ambayo mazuri. Tumekataa maokoto siku ya leo katika jina la Yesu. Na wale wanakuletea maokoto na wewe wakemee na wakatae. Lakini ukiletea maokoto na kukubali kuokota maokoto, matunda ndio utaombewa, miujiza hakuna. Utaombewa ndio hata watu wengine ukiwaambia kuna muujiza unachotaka kwa sababu ya maokoto ya wengine wamepanda bitterness ndani yao. Wanawaambia kwa ubaya wa mchungaji. Na hakuna. Tuendelee. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu. Juu yao waliopagawa na pepo wachafu. Juu ya wale walikuwa wamepagawa na pepo wachafu, wakisema nawaapisha kwa Yesu. Ati nawaapisha kwa Yesu. Yule anayehubiriwa na Paulo. Hata hawakusema Yesu bado najua, wanasema Yesu bado kwa sababu walijijua hawako sawa. Bwana pesi. You know ukikuja kwangu kwa straightforward, hauwezi kuniogopa, utaniheshimu. Lakini kuna magogo ambayo unaweza kuingia na mpaka nianze kususpect. Kuna kitu umefanya. Bwana pesi. Unajua sisi tulikuwa watoto. Kuna wakati tulikuwa tunalamba sukari. Kuna wakati tulikuwa tunakunywa hata supu ya kuku. Na tukuli kuku kwa sababu kuku mama anajua. Sasa mama anapiganga tu gari hapo na umetoa macho. Mama anaenda kuangalia anakuta supu kwa nini? Hii supu kwa nini? Hii supu nani alikunywa? Na unajua tu vizuri wewe ulikunywa. Na sasa tumeruka tumetangatana. Na siku moja tukaa na watoto wengine wakanatabia mbaya. Walichukua kifungo yetu ya nyumba wakaenda kutengeneza bila kujua. Sasa wanakuja kwa nyumba wanaiba vitu. Sisi hatujuangi. Sasa sisi tunakuja tunapigwa, tunaulizwa mayai ilikuwa hapa 10, mbona imebaki 5? Mwenye kutakatana. Na kama tungekuwa na hiyo kampani nyingi, hatungepata ile shida. Punguza kampani. Wewe si MP. Punguza kampani. Wewe ni MP. Nani atakuwa MP hapa? Haina mkono juu. Unataka kuwa gavana? Kwani kuna watu wengi kwa mwili na wanakwenda maokoto. Waliposema katika jina naye ubiriwa na Yesu naye ubiriwa na Paulo, endelea. Walikuwako wana 7 wa mtu mmoja Skefa. Wana 7. Myahudi, kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu, akawaambia, Yesu namjua. Na Paulo namfahamu. Lakini ninyi ni nani? Nyinyi ndio kila nani? Ati James namjua. Wewe unataka wapi? Matunda ndio inaangaliwa na watu. Bwana asifiwe.
Matunda. Matunda ya imani kwa ndani yako kweli. Je, uko na imani? Wewe unaongea habari ya imani, uko na imani? Matunda ya imani kwa ndani yako. Vile unakanga mgumu kwa matunda ya imani. Vile moyo wako unakanga mgumu kwa matunda ya imani. Biblia inasema wajaribu kusema kwa jina la Yesu, kwa jina la Baba. Tunahubiri. Jina ambalo linahubiriwa CFF Kiamumbi. Ninatangaza hakuna kitu kilitendeka. Lakini Paulo akikuja vitambaya zinaponya watu. Petero ambaye alikubali kugeuzwa, kivuli chako kilikuwa kinaponya watu. Biblia inasema watu walikuwa wanatandikwa, wagonjwa wanatandikwa. Unaona vile nyanya inatandikwa kwa soko. Wagonjwa walikuwa wanatandikwa na hivyo. Petero anakuja tu akipita. Akipita na hivyo watu wanapona. Watu wanasimama. Leo hii hata homa ikikuvamia, homa peke yake. Unaomba kwa sababu ya vile hujakaa. Paka inabidi wewe utafute para sina ile namna gani. Unakunywa homa, dawa unakunywa mara nyingi. Jiangalie. Unajua suspect anajijuanga tu. Mtu suspect anajijuanga tu. Bwana pesi. Wacha tumalizie na kitabu cha 2 Timothy. 2 Timothy ambayo si ya mwisho kabisa. 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. 2 Timothy. Timothy anamwambia namna gani? Paulo anamwambia namna gani Timothy? Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu. Kuna vyombo vya dhahabu. Wewe ni chombo cha dhahabu. Na fedha tu. Na vya fedha pia. Bali na vya mti. Na vya udongo. Vingine vina heshima. Vingine havina. Umesikia vizuri? Vingine vina heshima na vingine havina. Usitarajie watu wote kwa hii madhabahu watakuwa the same. Usitarajie watu wote wataheshimiwa, kwa sababu watu watakuheshimu kulingana na tabia yako, kulingana na matunda yako. Hauwezi kukaa kuvaa nguo kila mahali ni mgongo wazi. Na ndio sababu ile toka mgongo wazi. Alafu utake heshima, nani atakuheshimu? Bwana asifiwe. Sasa mimi nikivaa kango kamenishika na mnaidi mpaka kuinama inakuwa ni shida. So utalani tu washirika bure. Bwana pesi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lazima kuna vyombo vya dhamana na vingine si vya dhamana, vingine ni vya matope. Bwana asifiwe. Kuna sahani ambazo haziwezi kuliwa na kila mtu. Na wamama wanakuwa wameshika hizo vitu. Unajua kuna wamama sahani kwa nyumba watu wake. Anlezi wageni wakuja na kwa mgeni wa maana. Usiwezi kuja tuna matope umetoka kwa shamba alafu utarajia utatolewa hiyo sahani. Huwezi. Zamani kulikuwa na vikombe vya plastiki kule nyumbani, kikombe kubwa na masahani zingine za plastiki kubwa. Sasa tunachukua tunaweka bedeni. Lakini kuna sahani za matope na kioo. Hizo za kioo hatukuwa tunakulia hapa. Mgeni akikuja linatolewa. Sasa chombo chako ni gani? Wewe ni wa matope ama wewe ni wa dhahabu? Tabia yako inaonyesha wewe ni nani. Bwana pesi. Na ndio hata homa ukiomba haitoki. 21 umesoma mpaka 21. Basi ikiwa mtu amejitakasa na kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa. Rudia tena, wajasia vizuri. Rudia tena. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima. Ngoja ninenee mtu mmoja hapa. Ngoja ninenee dada yetu huyu ameanguka juzi. Kuna watu waitakikani, wale marafiki zako wa kitambo, wale mlikuwa mnakonga nao hao lazima ujitenge nao, kwa sababu ukitembea nao tena watakuuliza kwa kumi. Bwana pesa. Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Yale mambo inaingia ndani yako inaweza kuwa imani. Kuna watu wameng'olewa imani kwa sababu ile mambo yananena na watu. Bwana pesa. Sasa wakikuja leo wanakuja kanisa namna hivi, vile wanakuja usiku kwa mkesha, imani itakataa kufanya kazi. Na vile sura utasikia amekuja hapa na testimony. Mimi kuna kitu Mungu amenifanyia kwa hii madhabahu. Mimi kuna kitu na kuna mtu mwingine umemwambia hapo umekaa naye muda mrefu. Matunda, lazima tujue ni matunda gani kwa ndani yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukitaka kuwa chombo cha dhamana, kuna watu lazima tujitenge nao. Tukitaka kuwa waombezi, kuna watu lazima wale waombange tujitenge nao. Bwana asifiwe. Tukitaka kusoma Biblia, tujitenge na watu ambao wasome Biblia. Matunda. Mimi naonanga kuna wadada wanapitanga mahali unakuta kwamba dada ameajiriwa mahali kazi. Wakati hakuna customer, ako na Biblia. Paka unaona yenyewe mtu si kujifanya. Ako serious. Ako very serious.
Siku hizi hata mtu kubeba Biblia namna hivi. Hivi kubeba Biblia hivi anakuja nayo kanisani. Ni shida, inafichwa. Beba bagi na hizi karatasi za Mchina. Zinawekwa ndani unafikiria ni amenikito amebeba. Na ni Biblia. Zamani wakati sisi tuliokoka, mimi Biblia nilikuwa naibeba namna hivi. Na hata miaka mingi isipokuwa siku moja nimebadilisha. Mimi hata wakati nimekuja hapa nilikuwa nabeba Biblia namna hivi. Hata kuna watu walikuwa wananijua kwa barabara. Na kwa sababu walinijua na Biblia, mpaka mwingine atanitolea ushuhuda mahali. Anajua mimi ni mchungaji na mimi sijui. Maana kila siku nikitoka niko nayo. Nikirudi nyumbani niko nayo kwa mkono na notebook. Bwana pesa. Na sasa nimeipiga pasi mpaka hizi ikianguka hapa inaanguka chini. Pana mchezo. Mimi najua kupiga pasi. Sasa ninaweza kupiga pasi inyoroka kabisa. Ninaelewa hiyo kazi naelewa. Sasa nainyoroza kabisa inyoroka mpaka inaiangalia kama imekaa laini. Hautaiona hata na mahali imechekunja. Utaki kutoa testimony. Bwana pesa. Praise the Lord. Kwa hiyo kutaka kuokoa chombo cha maana, mama wewe uliye na mshene. Si ujitenge na watu wa mshene. Ndio utoe matunda mazuri. Bwana asifiwe. Huyu watu wa kutakatanga wenye tunaambiwa na takatanga, lazima ndio waondoke maisha katika jina la Yesu. Alafu ya mwisho kabisa nikimalizia, kichwa chako usikubali kila mtu akuwekelee mkono. Wengine mahali mmeokota maokoto ndio mliokota wapi. Kama uliekelewa kitabu kama ujaingia CFF, ni sawa. Kutoka sasa usikubali kila mtu akuwekelee mkono. Kila mahali umeenda, wekelee. Hivi ndio unaona unaokota maokoto mpaka ukikuja hapa na ushiki network. Najaribu kusema sasa Roho Mtakatifu ameshuka. Au muone au msikii kwa sababu kuna maokoto umeokota. Unajua kupitia kuwekelea mikono unaweza kupata nguvu ama unaweza kuondolewa nguvu. Kupitia kuwekelea mikono unaweza kupata baraka ama ukose baraka. Sasa ni vizuri ufuatilie mikono moja ndio ujue ni wapi maokoto imeingilia. Mama mwingine hata si mchungaji anakuwekelea mkono kama nani. Na umekaa hapa. Weka anasema laini imeshuka. Ninaona umerogwa. Ule hapo bado unaendanga, kuna mwingine aliambiwa na mtu ati pastor hapa kutabiane mambo mazuri. Yeye ndiye anafanya ile kitu kwa ndani yake. Na huyo mtu anaambiwa kwamba sikutabiane mambo mazuri. Ni mtu nikiwa kwa ibada mpaka watu wengine wanaulizana, kwa nini anaitwa kila siku? Nikiwa kwa ibada mpaka nimuite, nimwekelee mikono mara 20. Alafu mtu anataka kumwambia ati kwamba ati sikutabiane mambo mazuri. Mpaka unaona kweli ni shetani. Hii ni shetani kabisa. Bwana ape sifa. Kwa hivyo mikono ukwe careful. Mwisho kabisa 1 Corinthians chapter 14 verse 32, 33. Tunataka tuombe, tupatie waimbaji nafasi wanapo worship tukijiombea katika jina la Yesu. 1 Corinthians chapter 14 verse 32 mpaka 33. Nataka usikize hiyo vizuri sana. Wewe ambao unakuwa na roho ya Mungu na wewe ambao unataka roho ya Bwana kutumia. Biblia inasema namna gani? Na roho za manabii huwatii manabii. Roho za manabii zinatii manabii. Hakuna roho unaona iko na fujo, si roho ya nabii. Kwa sababu roho ya nabii inatii nabii. Hakuwezi kuenuka manabii 20 hapa wanataka kutoa unabii wote mara moja. Huyu anatoa, huyu anatoa, hata tutasikia nani. Mpaka tukue na kusikiza mmoja. Bwana ape sifa. Kwa hivyo hii tunaona iko na mapishano, hii si roho ya Mungu. Na ningetaka kuambia hakuna roho ya Mungu itasumbua mtu. Unazunguka namna hiyo karibu 10 minutes utashika laini. Hiyo si roho ya Mungu. Hakuna roho ya Mungu anyongangi. Ni mapepo zinanyonganga mtu. Kwa hivyo ukiona mtu anang'ang'ana lazima kuna wageni wako ndani. Roho ya Mungu inyongangi. Nani ambaye kuingia na roho ya Mungu ikamnyonga? Roho ya Mungu ikiingia ndani yako inaleta joy, inaleta happiness. Bwana asifiwe. Lakini roho ya Mungu kama inaingia ndani yako na the moment unaendelea hivyo ati umejazwa ndio unaendelea kuharibika zaidi. Bwana pesa. Sio unaona vile hata ani mmoja akisimama hapa bila anaongea. Anakuonyesha kwa sababu spirit ya Mungu ikiwa ndani yako, you have joy. Hata unataka si vile aliingia kwa kanisa. Kuna tofauti kwa ndani yake. Bwana pesa. Amebuild capacity nyingine ambayo si ya kawaida. Kwa sababu mtu ako na roho ya Mungu ndani yake, lazima ajulikane kwa matendo yake. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Mwache kutuletea machafuko kwa kanisa. Vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu.
Vile ilivyo katika makanisa yote, Mungu si Mungu wa machafuko. Kwa hiyo machafuko ile ambayo tunashuhudia siku ya leo ni matunda maovu. Praise the Lord. Kwa praise team machafuko. Kikundi cha mama machafuko. Kikundi cha mama kiasi kusimama kwa sababu kuna mtu akopanda kwa matunda mabaya. Praise the Lord. Kikundi cha vijana kiasi kusimama kwa sababu kuna mtu ako hapa na kuna matunda mabaya. Mimi kuna mtu ambaye ninamtolea saluti mpaka wa leo na nitamtaja. Yule msichana ambaye alikuja hapa nikampatia uongozi wa vijana. Wakiwa na kina Ezra na Selina. Yule msichana alifanya kazi. Kwa muda mdogo alifanya kazi. Mimi sijawahi kuona kazi ilifanywa na huyo kijana. Miaka ile ambayo Mungu ameniweka kwa madhabahu. Vijana wale nilikuwa nao mbele. Ukimpatia vijana 10, ukikuja kuona unakuta kijana amebaki mmoja. Wote wameisha wote. Ukimuuliza akasema wanataka kuja kwa kanisa, una shule ya nini? Hawezi kuwa na maokoto, alafu ufikiri utakusanyisha watu pamoja. Biblia inasema Mungu si Mungu wa machafuko. Wewe ni kiongozi na unapiganisha wengine. Unapiganisha vijana. Ukiwa leader lazima ukuwe na wisdom. Bwana asifiwe. Haleluya, mpaka ukuwe na wisdom. Wewe ni leader na unapiganisha huyu, unapiganisha secretary, unapiganisha huyu, unakuta watu kama wawili waongeleshana. Na ni kwa sababu kuna mtu ako na maokoto. Tunakataa hiyo spirit leo katika jina la Yesu. Nataka ujiombee kwa Bwana ya kwamba utazaa matunda mazuri. Ati Mungu akusaidie ndani yako kutoka matunda in Jesus name. Bwana asifiwe. Nataka niulize tu swali ya mwisho. Huyu msichana kama angekuwa na matunda, nadhani huyu angemfuata. Kuna kitu aliona ndani yake. Hata kama hajawahi kutuambia, kuna kitu aliona ndani yake. Lazima ukuwe na matunda. Praise the Lord. Na matunda ndio yanafuatwa. Watu wafuatana kitu kingine. Watu wanafuatana matunda. Ukiwa mwanasiasa na mwanasiasa ukabila unafuata watu wa ukabila. Ukiwa mwanasiasa ambao kuna watu mambo mazuri, unafuata na watu ambao kuna mambo mazuri. Ukiwa unapokea mambo mazuri. Bwana pesi. Wakati wa Raila watu walikuwa wanajua maandamano yote. Lazima tia kazi fanye nini? Na wanasema maandamano pia tia kazi si maandamano. Kwa hivyo tunakujua wewe ni baba ya nani? Na hiyo maandamano usituletee kanisa. Hapana, maana sisi tunatia kazi hapa. Na ile tia kazi tuko nayo ni mbaya. Hii tukikupiga nao utaamka. Bwana asifiwe. Tungejua kwamba lazima mimi mwenyewe nimepitia hapo Kithure mara nyingi. Nafika hapo na koa. Tia kazi imerushwa hapo mpaka macho sioni vizuri. Bwana pesi. Na leo kuna watu wanaongea mambo ya maandamano watoke kwa barabara, lakini yule alikuwa anasema maandamano lazima atoke kwa barabara. Tia kazi hata kwa bali niliona kifuniko. Bwana pesi. Waacha kuokota maokoto. Tunakataa katika jina la Yesu. Nataka uinamize uso wako chini. Ujiombea asubuhi ya leo, mwambie Bwana usaidie kwamba utazaa matunda mazuri katika jina la Yesu. Ya kwamba kutoka siku ya leo hautazaa matunda mabaya, ndani yako kutakuwa na